Haleluya. Ni wadho. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Ametuambia tuingie ndani ya nyumba yake, ndani ya nyumba za nyumba yake kwa furaha na kwa kurudisha shukrani, sio kilio. Manake kuna mahala maandiko yameniambia tusijaze nyumba yake na machozi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusijaze nyumba ya Bwana na machozi. Jambo hili dada na ndugu lililoamriwa na Mungu wetu toka zamani pale la kurudisha shukrani na ambalo mwenye amekomanda. Haleluya. Hebu twende Zaburi 250 hapo 14. Sitaki twende mbali zaidi. Zaburi 50 ni commandment ya Bwana, ni amri ya Bwana. Bwana asifiwe. Siku hizi nasikia watu sana wanasimamisha mambo mengi zaidi. Ukienda kumhujumu mtu fulani, iwe ni askari, iwe ni wajeshi au mtu awaye yote, akija kukutendea jambo fulani, unasimamisha katiba. Bwana asifiwe. Katiba imesema niko na uhuru wa kusema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ama siko kulipo? Bwana asifiwe kanisa. Tunasema niko na uhuru wa kusema. Na uwezi, hata kama ni ofisa wa polisi, uwezi kunitendea jambo hili. Manake katiba yasema hivi. Nami nikiruka katiba au nivunje katiba, kuna sheria za kunidhibiti. Bwana asifiwe. Kunazo sheria za kunidhibiti kama raia. Haleluya. Kwa hivyo leo hii dada na ndugu katika Kristo Yesu, hebu nasi tusikie hii amri inaoshinda katiba aina yoyote. Bwana asifiwe. Soma hapo 14. Atiri itagiraga igongona cia gucokia ngatho ukihingagĩria ũrĩa wĩ igũrũ mũno rĩĩtwa ĩrĩa wĩhĩtĩte. Soma kwa Kiswahili brother. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Bwana asifiwe. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Bwana asifiwe. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Thanksgiving. Bwana asifiwe. Ni jambo ambalo limeamuriwa na Mungu Baba katika kila njia au kila namna, kwa vyovyote vile tueleavyo. Bwana asifiwe. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako, mehitwa yako. Bwana pesifa nyapo zako zote ulizomwambia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Waweza uliza ni kwa nini maybe narudia jambo hili au nalihubiri, ili hali tushahubiriwa neno hili mara nyingi zaidi ya kutusikizisha sisi ambao ni waumini. Bwana asifiwe. Ambao sisi ni waumini tunasikizishwa jambo hili ili tujue ni amri imeamuriwa. Bwana asifiwe. Ninapoamriwa jambo fulani au tangu mimi mwenyewe niambiwe jambo fulani na Bwana wetu aliye mbinguni, aliponinenea, sijawacha kutenda vile aliniambia. Bwana asifiwe. Ni sharti nitende kile alichoamuru nitende. Haleluya. Na ninapotenda yale mambo ambayo Mungu aliniamuru, hatukuwa na wewe, sikuwa na mke wangu, sikuwa na watoto wangu. Bwana asifiwe. Mke wangu, watoto wangu kando, rafiki zangu, ndugu zangu tuliozaliwa kutoka tumbo moja nao kando, wazazi wangu wa kunizaa kando. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili nifate masharti yale Mungu Baba ameniambia nenda ugatende, kwa sababu siku moja nitaulizwa, ulitenda vile nilikwambia? Je, nilikutuma kwa huyo ndugu, ulimtendea sawa sawa na nilivyokuambia? Bwana asifiwe. Ni lazima wewe uliyetumwa, wewe uliyepewa amri, nami nikafanya nini? Nami nimtimizie aliye juu nadhiri zangu. Bwana asifiwe. Ile mehitwa, ndio nitafanya, ndio nitatenda, ndio nitakufanyia Bwana, nitakuendea. Haleluya. Wakati niliposhikwa koo, hatukuwa na wewe, mimi sikuwa nawe, huko unanijua, huko unanifahamu. Bwana asifiwe. Niliposhikwa koo, I was just alone. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Na nitembea peke yangu.
nikawa wakicheka. Hata jana tulikuwa tunakumbuka hayo mambo tukiwa na Joyce, hata tukawa tena wakati wa kuongea usiku sijui mpaka saa 7. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Nikikumbuka mambo nalitendwa na watu. Haleluya. Ndugu ambazo umetoka tumbo na wao, mmekula sahani moja, mmenyonya titi moja, watu wa baba moja, mama moja. Nikakumbuka jana, nikamuuliza Joyce, unakumbuka tukifanywa hivi mimi na wewe? Tumetoka kumuona mamako hospitali amelala Aga Khan, na tukafika paka kule kwenye Dandora, na hatuko tumeenda na gari letu, siko imeharibika gari, lakini tulipoa lift na mtu mwingine wao. Na tulipofika kule, yule mtu aliyetubeba, rafiki wa huyo mtu wao, akasema hebu tufikishe baba Kinywa hata kama ni town Nairobi ili wapate gari kwa urahisi. Mtu huyo akafanya kwa kisiri. Na ni usiku mimi na mke wangu, Bwana asifiwe. Nikamuona, nikamwambia rafiki yake, sawa tu brother, leo nishaelewa nini inaendelea hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Jana nikakumbuka hilo jambo. Lakini wacheni niwaambie jambo. Nikaja na gari langu, nikamkuta huyo mtu aliyekataa sisi tubebwe usiku saa 5 kuingia kwa basi matatu, shaurieni niendeni. Haleluya. Nikaja na gari langu, na alipokuwa na haja ya kubebwa mzigo nikambebea. Bwana asifiwe. Na sikumwambia juzi uliambia fulani asitupeleke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sikujilipizia, kwa sababu Bwana aliniambia hivi, usijilipizie kisasi. Bwana asifiwe. Usije ukajilipizia kisasi. Hiyo ni kameza, but remember I know what you did. Bwana asifiwe. Najua kilo nilitendea. Haleluya. Lakini sikujilipizia kisasi, nikambeba, nikampeleka safari, na mizigo yake alikuwa anaenda nao sijui wapi. Bwana asifiwe. Nikameza, nikawa tena niko hapo na njaa. Huyo mtu akanitenda kitendo mbaya sana. Jamaa wake huyo alitaka kunibeba na gari, akasema hii nyama tumechoma tuakula pamoja na baba Kinywa. Mtu alikuwa anachoma nyama, akachukua mbao, unajua kuja na mbao, amebeba hivi na nyama. Yule mtu akafanya hivi, unapeleka nyama wapi? Ni kama mimi sina meno na mdomo. Bwana asifiwe. Imagine kama sina meno. Nikashangaa ulizaje? Nikamwambia Joyce, mimi uja hapa, nyama na mwaga nyama tunakula wote hapa, na mambo mengine mengi, lakini leo hii mimi nanyimwa chakula. Bwana asifiwe. Nilijihoji maswali mengi zaidi. Karibu niende kwa kioo, mama du, nijiulize, wewe ni unanyimwa nyama? Ndio kwa kioo, wewe sasa unanyimwa nyama. Bwana asifiwe. Chakula tumbo. Sikuchoka. Nikaja, wakanikuta tulikuwa na Joyce, tukamwaga tena nyama kuleni sababu nyinyi mko na meno. Walikula kama mafisi baada ya nimenyimwa. Haleluya. Nataka kukuambia nini? Namtimizia aliye juu nadhiri zangu. Bwana asifiwe. Zamani zile nikakumbuka, na hata wa leo akinikuta na najua kile ufanya, naomba mkono wangu. Bwana asifiwe. Na kwa furaha na karibu na uketi ule na unywe, na hata uoge na ulale kwangu ukitaka. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Jambo hili la amri, mpende mwenzako kama vile unavyokupenda, mpende kweli. Bwana asifiwe. Let me just tell you the truth, my dear. Ikiwa huyu ndugu amenitendea jambo na nisikie kweli jambo hili limenikera, nitamwambia fulani umenitenda hivi na sikufurahi. Bwana asifiwe. Lazima ni spit hiyo kitu out. Lazima ni spit out, kwa sababu ikinikalia moyoni mwangu itakuwa mzigo na ni dhambi. Bwana asifiwe. Eti kila nikikuona najua wewe umenitendea nini. Bwana asifiwe. Isipokuwa tu ni mtu mmoja nilipiga mkono wake ngumi akijaribu kula nyama yangu kama nimechoma.
Na kule nikiwe. Bwana asifiwe. Nikakuta wakikula nyama hapo na wameniacha. Bwana asifiwe. Wakaniacha wakasema naenda kuona kilonzo. Unajua kilonzo ni kile nyama, kilonzo. Sasa mimi ni mtu wa mtaa. Bwana asifiwe. Mashehe mtanipiga msijui ndio kuchenga wewe bwana unichenga. Bwana asifiwe. Wakasema nani hebu naenda kuona kilonzo. Na sasa hiyo naenda kuangalia kilo kama imeiva. Wakaenda wote wakaniacha. Ni jambo la kuambia, wakaenda wote wakaniacha. Hata ndugu wa mama yangu wakaniacha. Nikaenda nikamsalimia mama, nikatoka, nikasema hebu niende hivyo tu. Nikawakuta hiyo grupu yote. Huyu alisema ameenda Hamza, huyu amesema ameenda kuona kilonzo, ndugu zangu wamesema tumeenda hivi. Nikawakuta wote wakila nyama. Nikawaangalia. Nani karibu? Leni. Sikuwa na mdomo sio na meno. Nikapita nikamwambia jamani, nichomeka nyama kazuri sana hapo hivi. Half kilo. Nikachomewa, nikaletewa. Manager alinijua sana. Nikaletewa mahali hapo. Wakati wakati hapa mmoja wale walikuwa kila nyama akaja. Ala, leo unasema kule kanguruwe. Hiyo mkono nilichanganya na ngumi. Na meza. Siwadanganyi ndugu zangu. Mimi mbaya tu hiyo. Nilichanganya mkono na meza na ngumi. Bwana asifiwe. Ati nizorio wewe. Unasema kule kapoki hiyo mkono ikiwa hapa pamoja na hiyo nyama na ngumi nilichanganya. Akaambiwa na manager, kwani wewe si umekuwa kula nyama saa hii pale? Na sasa hii ndio nyama mnaona? Waacha wewe ni visi. Wewe jamaa hospitali mjika makuvunjika lakini alikufa baadaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni hasira. Ulisema kwanza unaenda kuona kilonzo. Alafu sasa unakuja kula yangu ya nini? Bwana asifiwe. Sikumchukia lakini nilipiga ngumi ya mkono. Hata akula hiyo nyama. Bwana asifiwe. But I kept on anytime wakilikuta karibu. Baada hiyo, Bwana asifiwe. Hebu nikwambie dada na ndugu leo hii. Wacheni niwaambie dada na ndugu. Wakati nilipompokea Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ni kama nikiomba Mungu anipe moyo wa utulivu. Bwana asifiwe. Mungu anifanye niwapende hawa hata ndugu zangu ambao tumenyonya titi moja na wao. Mungu anitulize nafsi yangu nisije nikainuke. Bwana asifiwe. Hizo ndizo nadhiri mwehetwa yako. Bwana asifiwe. Na mwapia Bwana nisije nikatende. Haleluya. Nisije nikatende tendo kama hilo. Leo hii nakwambia hii hata marafiki zangu wengine uona nyama ikiwa kwa duka. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie dada, ni kilio. Unakuta kwamba mtu hawezi nunua hata kota. Marafiki wengi zaidi. Bwana asifiwe. Ukiwakuta mtu anakuambiaje? Haya. Ulikuwa ng'ambo. Yana kuwa umetoka ng'ambo, si kama ng'ambo ndio kubadilisha watu. Kwani ulikuwa ng'ambo? Wewe ulikuwa ng'ambo, anakalia kiatu, wewe ulikuwa ng'ambo hisi au hisi mtumba hii. Unaona hivi? Anafikiri tu mambo ya ng'ambo ndio imekufanya ukapinduke sura. Wacha niwaambie. Unapoondoa uchungu wa moyo, Bwana asifiwe, Mungu atakuwa taa ya miguu yako. Wacha niwaambie leo hii. Unapoondoa uchungu wa moyo, Mungu Baba atakuwa taa ya miguu yako. Haleluya. Atakuongoza kila uendako kwa ajili ya hii nadhiri zako, miitwa yako towards God. Bwana asifiwe. Na wewe unaenda unamtolea Mungu dhabihu za kumshukuru. Bwana asifiwe. Kwa sababu amefanya nipende hata adui yangu ule hata kikombe cha maji hawezi kunipa. Bwana asifiwe. Amefanya nimpende hata adui yangu yule hata kikombe cha maji hawezi kunipa. Mimi wasitani hata leo hii nikienda mahala nikutane na wale watu tulikuwa na wao,
Na iwe mimi kuna ndugu zangu na tunakula nao, mimi wasipitishi vipande vya nyama vitano. Anasema nimeshiba. Na wewe kama umefungua mlango, hao wengine wote na mtu anakula kiangalia kwa sahani. Bwana asifiwe. Because najua wengine ni kama kutandikwa wametandikwa. Bwana asifiwe. Ni kama kutandikwa. Utawaonea huruma. Bwana asifiwe. Lakini naye Mungu anakuwa taa ya miguu yako. Anakuongoza dada na ndugu mahali pema ambapo huko unatarajia. Haleluya. Unapoingia ndani ya madhabahu ya Mwenyezi Mungu, ninapomrudishia shukrani zangu, simwambii huyu Bwana asifiwe. Kwa sababu sio yeye alionenewa yangu. Unless nipewe message nimpatie huyu au nimpe huyu ama huyo ama yule mwingine. Bwana asifiwe. Au ya nyumba yangu. Natimizia Mungu na kumtolea dhabihu za kushukuru. Na kumtimizia Mungu nadhiri zangu. Nadhiri zako sio harambee. Bwana asifiwe. Kumtolea Bwana sio harambee. Moyo wako unakushtaki leo hii. Moyo wako unakushtaki, wangu anishtaki. Amen. Amen. Umemtimizia ama hujamtimizia, na it is a commandment. Haleluya. Naye anasema nini? 15. Soma tu hapo. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona mĩnyamaro ngaĩra nĩngagũtha harĩo nawe ũkĩngoca. Haleluya. Soma. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Bwana asifiwe. Bado umemtolea Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Wacha niwaambie dada na ndugu, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanishukuru. Bwana asifiwe. Amen. Bado umefanya hayo yote, anakuambia hebu niite wakati unateseka. Bwana asifiwe. Niite wakati unateseka, nitakuokoa na wewe utanishukuru. Bwana asifiwe. Amen. But we hatutaki kuelewa, hatutaki kufahamu. Bwana asifiwe. Wakati nalijua neno hili, ukaniita wakati wa mateso, baada nimefanya hivi. Bwana asifiwe. Bwana atakuja kuataa miguu yangu. Manake wakati ule mimi nateseka, wakati ule mimi ninaugua, wakati ule nina majonzi, wakati shida na dhiki inakuja kunigubika, Bwana asifiwe. Bwana anasema la, huyu ni wangu kwa ajili alinitendea hivi. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni wangu kwa sababu alinitendea jambo hili. Ukaniita siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanishukuru. Utanitukuza, utanigosha. Bwana asifiwe. Unakuja kumgosha kwa nini? Ni yale utakuwa umeona mambo mazuri. Bwana asifiwe. Ni yale utakaokuwa umeona mema. Sio kuwa katibu mshikilizi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni moyo ulio safi. Naye wakati anapokuja hapa, unapomuita, anakuokoa. Na wewe utafanya nini? Utamtukuza. Bwana asifiwe. Si tena kugosha mtu, nitatukuza huyo Mungu kwa sababu ameninasua. Kwa wakati alikuta niko mahala finyu mno, niko mahala siwezi, na pale awali nilitenda kila kitu, pale mbeleni alimbariki kila kitu. Akanibariki kwa magari nikiwa kijana mdogo, akanibariki kwa nyumba nikiwa kijana mdogo, akanibariki kwa familia nikiwa kijana mdogo. Bwana asifiwe. Nikawa kuonewa wivu na watu. Bwana asifiwe. Ngoja tutaona hiki kimeoa, kimejifanya kimeoa tu mapema. Ngoja utakiona, wataachana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wataachana, ngoja utaona. Kimejifanya kimeoa kikubwa yangu. Bwana asifiwe. Leo hii watoto wao wako standard 1. Wa Mungu. Standard 1. Nikikukuta mtoto standard 1 akikukuza. Leo hii standard 1. Haleluya. Sasa hivi anatafuta school fees. Haleluya. Badala kuambia nani? Hata kama ni mzee, baby, twende. Si ndio?
baby twende hivi. Haleluya. Sasa huyo atanisumbua. Huyo atanisumbua. Na huyo hata nisumbua. Lakini wao hata nikienda mahali lazima kuja dadi tunakuja. Yaani unasikia? Mnaenda wapi? Round kuko hapo tuhesabu. Bwana asifiwe. But because we are family, Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini nakwambia wako primary. Mwingine anasema sasa, sasa nyinyi hamsomeshi. Na wakati nilitukanwa, nimeoa mapema, nitawaachana, walikaa kikundi. Bwana asifiwe. Nikatengwa mimi nimeoa. Unajua wewe naambiwa hivyo. Unajua sasa wewe ni bwana mtu. Ondoka. Sisi hatujaoa matini. Amen. Lakini sasa siku hizi ndio naona mimi ndio tini. Utoni tuzae. Tuze. Ukisimama nao hivi na tukorika moja. Nitafanya utalia mwingine. Hata usikiu jamani ni mwaka mmoja tu mzee kunishia. Lakini anakaa hivi, wewe ufanya nini bwana? Nionyeshe hiyo formula. Unaambia formula ni Kristo. Ati formula ni Kristo. Aje okoka wache hii. Bwana asifiwe. Mimi kazi yangu mimi nafanya. Haleluya. Nakwambia dada na ndugu katika Kristo Yesu. Tunapomtolea Mungu dhabihu za kushukuru na tumtimizie aliye juu nadhiri zake. Ukamwite siku ya mateso, anasema nitakuokoa nawe utakuta nini? Utanifukuza. Bwana asifiwe. Manake viapo na nyapo zilo na apia Mwenyezi Mungu, yeye viko mbele yake. Haleluya. Amka. Sikwa na nini? Amka. Nenda ukatende. Kile nimekuambia uende. Nenda kwa fulani. Haijalishi pesa iko mfukoni, haijalishi kama unaenda usiku au mchana, but fikisha miguu kwa fulani. Na wewe kanite siku ya nini? Ya mateso. Bwana asifiwe. Ndiposa mimi muona nikiambiwa nenda. Naenda. Kimbia. Bwana asifiwe. Na sichoki na sitachoka. Bwana asifiwe. Lazima nimtimizie kwa sababu aliniambia, na mimi kasema nitafanya. Nami wakati niliapo wakati wa mateso, uja. Na anakuwa pia taa ya miguu yangu. Eti sitaanguka. Sitajikwaa. Sitaporomoka katika mashimo ya giza. Bwana asifiwe. Wala ibilisi hata nikosesha, maana sitakubali. Bwana asifiwe. Juzi tulikuwa na nini kwangu nyumbani? I think it was on Friday. Ama Saturday. On Friday. Ni Friday. Tumeketi tu. Nikawakumbusha watoto wangu wote tulikuwa nao kwa nyumba. Huyu kabe kumbukeni huyu ibilisi. Usije ukakubali akuchezee. Kuna mtu kwa TV alisema hivi, ati kwa sababu ati Angel Michael hakukemea shetani, ati kusimkemee na ni pastor. Bwana asifiwe. Ati sikemee shetani, ati hakukemewa. Ili hadi Mungu Kristo alisema, mkatae shetani na atakukimbia. Ni wapi tumeambiwa tushikane na yeye? Hakuna. Ikiwa hawezi kunywa kikombe na shetani, hakali kitu kimoja na shetani, mbona mimi? Bwana asifiwe. Na ndiposa hata akiga shetani, ati usimfukuze shetani kwa sababu hakufukuzwa. Na ni pastor alisema kwa TV, nikaambia watoto wangu, tafadhali na waomba sana, mkataeni, resist na tuwakimbia, hata waondokeni. Bwana asifiwe. Nikamwambia kama si hivyo ilifanyika, basi yale mambo niliyaona juzi na nikaona anataka kunitesa na kunipeleka katika vyumba fulani, na akaniambia sasa nitapata hapo nitapewa kile mimi nataka, kwa sababu nitakuwa nimemshinda. Bwana asifiwe. Na wakati nilitimiza hayo yote, nikamwambia you have no choice. Bwana asifiwe. You have no nani Satan utainama kama Kristo akiwa ndani yangu. He who is in me ako na nguvu zaidi ya yule aliyoko hapo ulimwenguni. Shetani hana. Bwana asifiwe. Na iko ndani yangu Yesu Kristo, shetani atapata nafasi wapi? Kwako ataingilia wapi dada na Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Wacheni tumuite Bwana wetu
wakati wa mateso na atatuokoa. Nasi tumtimizie aliye juu nadhiri zake. Psalm 92. Psalm 92. Wacha tumege. 92 Psalm. Hebu soma hapo mwanzo mpaka mbili. 92:1 na 2. Newega muno nega furi mirongo kenda na igiri. Newega muno gucokagiria Jehova ngatho ona gukumia ritwa riaku na rwimbo we wĩ igũrũ mũno. Newega kurokaga kuonania ũhoro wa ũtugi waku o rũcinĩ na kuonanagia wĩhokeku waku o ũtukũ. Hallelujah. Is a good thing. Soma. Ni neno njema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Ni neno, it is a good thing. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Bwana asifiwe. Nasema mimi leo hii theme yetu ni thanksgiving, kurudisha shukrani. Bwana asifiwe. Kurudisha shukrani. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako. Ni neno jema. Bwana asifiwe. Kumshukuru Bwana. It's a good thing. Na kuliimbia jina lako, uliye juu. Bwana asifiwe. Amen. Sio wanadamu wenzangu, si kufurahishe. Haleluya. Mahala unasikia ni kama neno linakukata, wewe katika utapona. Bwana asifiwe. Amen. Mahala watu unataka sema ni mimi alikuwa anatinia, alikuwa ni aje? Nani yakosemaga? Aliyakosemaga. Wewe temu. Bwana asifiwe. Kuna bandage hapa hivi. Bwana asifiwe. Temu hakuja kwa bandage. Hakuja kwa roho. Haleluya. Bwana fariji. That's the best thing. Bwana asifiwe. Neno jema is a good thing. Na kulimbia jina lako, uliye juu. Uliye juu. Yaani Mungu Baba. Haleluya. Neno hili nzuri litokana kwa Mwenyezi Mungu la kumshukuru. Bwana asifiwe. Hata mchana kutwa ukashinda ukiimba wengai. Yaani ukifanya kazi zako pale hivi, bado unamtukuza. Bwana asifiwe. Unalimbia jina lake yeye yule aliye juu. Bwana asifiwe. Yeye akatie pale katika kiti chake cha enzi. Haleluya. Na kuzitangaza rehema zako asubuhi. Bwana asifiwe. Kuzitangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Haleluya. Wakati unapoamka hivi. Bwana asifiwe. Asante Mungu Baba mbinguni. Wewe umenirisha kichwa na siku pia leo Baba. Umenipa pumzi hata kuvikupia mwili. Mimi pamoja na familia yangu, mke wangu na mume wangu, watoto wangu. Bwana asifiwe. Ninakushukuru Yehova Mungu. Sio maneno mengi. Haleluya. Asante Bwana wangu. Bwana asifiwe. Wewe unalitangaza vile jina lake. Rehema zake asubuhi, uaminifu wako wakati wa usiku. Niendapo kulala Baba, wewe ni mwaminifu Baba. Umekuwa pamoja nami, umenilinda, umetupa, umenihifadhi mchana kutwa. Eti hata nimepita mahala fulani. Bwana asifiwe. Kwa mkono wake wa kulia akakuokoa. Bwana asifiwe. Kwa mkono wake wa kulia akakuambata mikononi. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Bwana ni Bwana na habadiliki. Haleluya. Just because of thanksgiving, kumshukuru Bwana, kumrudishia shukrani tu. Haleluya. Wewe litangaze jina lake, yale matendo amekutendea, nini amekupokea. Bwana asifiwe. Si lazima utakusema pale kwenye nje akutangaze. Pale chumbani mwako mwambie asante Bwana wa mabwana. Asante Yehova Mungu Muumba. Asante wewe uishi milele na milele. Mimi mshukuru Mungu hata kwa wazazi wangu ambao sasa hivi wamelala. Bwana asifiwe. Kwa sababu alinipatia wazazi wakanilea mpaka mahali walinifikisha, hata kwa kupata kazi walifanya nikapata kazi. Bwana asifiwe. Na namshukuru sababu ya wazazi wangu.
Namshukuru kwa sababu ya ndugu zangu ambao nimezaliwa kutoka tumbo moja na wao. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Wewe penda naye Mungu atakupenda na atakuwa taa ya miguu yako. Haleluya. Leo hii ni nuru nimeona, sio giza nimeona. Bwana asifiwe. Amen. Kupitia jambo hili la kutangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Eti ninalala ninaamka. Wengine wanalala wasiamke. Mtu analala akiamka mali yake imeenda. Kumeibiwa. Nyumba imevunjwa. Kuna mioto. Haleluya. Ni lazima na ni lazima tuyakumbuke haya yote. Unaweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Waweza tu kumwambia Mungu asante ya sababu sasa nasema asante kwa hii kazi kangu. Sio hivyo. Penda kazi yako uone Mungu akifanya. Penda kazi yako ile unafanya uone Mungu akikuinua. Bwana asifiwe. Atabariki huo mkono wako. Hiyo unaitaka kazi. Mshukuru kwa ajili unaona chakula cha kuwekelea mezani. Kuna mwingine hana hiyo, unaita kazi. Wakati uliomba Mwenyezi Mungu, huku muomba nipe kazi. Bwana asifiwe. Na kila kuchao unaamka. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Haleluya. Shukrani ama thanksgiving ni lazima tutoe kama dua. Bwana asifiwe. Ni lazima tutoe ikiwa kama nini? Kama dua tunafanya. We must offer it. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ni lazima tu offer thanksgiving kwa Bwana. Offering kwa Bwana sio mikono mitupu. Bwana asifiwe. Amen. Offering sio mikono mitupu. Haleluya. Bwana soma hapo Psalms 106. Leo nataka tumegemege kwa haraka. Psalms 106. For God's goodness and mercy. Kwa uzuri wa Mungu na wema wake au fadhili zake. Bwana asifiwe. Soma hapo 106. Should be offered. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lazima tunafanya offerings. Aya. For God's nini? Goodness and mercy. Bwana asifiwe. Kwa wema wake na kwa fadhili zake. Aya, soma 106:1. Psalms 106:1. Igicokerie Jehova ngatho tondu ni mwega, tondu utugi wake ni wa tene na tene. Rudia tena. Gocai Jehova. Igicokerie Jehova ngatho tondu ni mwega, tondu utugi wake ni wa tene na tene. Amen. Soma. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Amen. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Utugi. Sivyo inasema? Utugi wake sivyo? Utugi wake. Wakati yeye anakutuga, Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati Mungu anakutuga wewe unamtuga. We don't tuga God, but sisi mrudishia shukrani. Bwana asifiwe. Sisi tuna offerings. Bwana asifiwe. Kwa sababu anasema thanksgiving should be offered. Haleluya. Kwake. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Amen. Unapomshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, kwa yale mambo amekutendea, kwa yale mambo amekupokeza, kwa uponyaji wake, muujiza na maajabu. Wakati ulipokuwa katika dhiki alikuokoa. Bwana asifiwe. Wakati adui zako alikuinukia, yeye alikuondolea adui zako kwa ajili ulimwamini yeye tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana fadhili zake ni za milele na milele.
yeye hutenda. Na ndiposa unaona ya kwamba tunapomtimizia Mungu nadhiri zetu, naye anakuja na fadhila zake, Bwana asifiwe, ambazo ni za milele na milele, hata kama kukutendea, kwa kuwa Mungu ni mwema na nini, na ni wa madha. Haleluya. Ana dha nyingi sana Mungu Baba. Bwana asifiwe kabisa. Hata hapa sasa hivi tuko, fadhili zake na wema wako umefanya tukawa hapa. Bwana asifiwe. Sio sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Mimi mshukuru Mungu hata ninapo nikikumbuka kuna mtu ananitilia jambo hili, nikikumbuka kuna mtu atienda kulimaliza, lakini hata wale wananiona nikitembea. Bwana asifiwe. Alingoja aone kapicha kale kadogo hivi, lakini hakuona. Na sio moja. Bwana asifiwe. Sio moja. Iko mwingine alisema iko moja alisema hivi, funga huyu kijana wangu huyu. Haleluya. Ati afungwe, na akasema afungwe kabisa. Bwana asifiwe. Asije akaoa. Bwana asifiwe kabisa. Asije akaoa. Naye ule mwenye kusikia habari ndio alikuwa pamoja na muhidi. Na Igongo, na hiyo wanafanya Igongo, na akakuja akatuambia ni huyo nani alisema hivyo, funga na ufunge nini. Iko siku nilikuwa nashindwaje huyu sasa. Sawa. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana wa mabwana, fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi kusema asante Bwana. Haleluya. Kwa jambo lolote lile amefanyia familia yangu. Huyu jamaa alikuwa anatembeana tu. Bwana asifiwe. Leo hii kuza mtoto wake unaona. Yeye ni simba. Bwana asifiwe. Zamani hata mtoto angekuja, kama Melissa angekuja kama, kwa mama. Siku hizi akisikia watu, nikie hili na hili. Utafikiria na nini? Bwana asifiwe. Ni vifungo kuondoka. Ni vifungo. Anakuja na kuondoa kwako dada. Anakuja kuondoa kwako ndugu. Bwana asifiwe. Fadhili za Mwenyezi Mungu ni za milele. Haleluya. Hii goti inafanya kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndiposa nami naenda na mshukuru, nasema thank you Lord. Thank you Father. Bwana asifiwe. Nikiwa peke yangu. Haleluya. Na kuna watu unakutana na yeye. Fulani alioa. Na mimi nakujua. Akiniuliza fulani ameoa. Anataka kusikia, sivyo? Kwa nini? Ama namdhani nini? Amekaa sana. Kwa nini? Kuna mwingine karibu ng'ombe utaka kuolewa na yeye. Sasa mimi hadi si hasiri imepanda. Mimi najua kile kinaendelea. Bwana asifiwe. Na niko katika ombi, sitaki mchezo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anafungua tawala kwa korokoro za giza. Mungu anakuja na anapokezana mambo mengi. Watoto wetu wametoka mashimoni, na watatoka harudi mashimoni. And I believe katika jina la Yesu Kristo atakutendea mambo mema. Hata nani ama nani. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele na milele. Hebu soma mbili. Haleluya. No ukiuga mawiko mauhoti ma Jehova amaitherani ati aiguithie andu ukumio wake wothe. So nani awezaye kuyatenda matendo makuu ya Bwana, kuzihubiri sifa zake zote? Hakuna. Bwana asifiwe. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana, kuzihubiri sifa
sifa zake zote. Hakika kuanza hapa leo hii, Mungu ametenda, Mungu ametenda, Mungu ametenda, Mungu ametenda, Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Hakika hatutamaliza. I'm telling you. Naambia hatutamaliza. Kwa sababu utamaliza hii moja, alafu siku nyingine akanifanyia hivi. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimeona jambo. Bwana asifiwe kanisa. Lakini ametenda. Kwa hivyo katika kila jambo wewe unao kama ni dogo mbele yake Mwenyezi Mungu, mshukuru Bwana kwa hilo. Bwana asifiwe kanisa. Iko siku niliugua moyo wangu zaidi, na nitasema leo hii kwa mtu hapa ndani ya hii kanisa. Akaniambia tuombe Mwenyezi Mungu, na tukaomba Mwenyezi Mungu. I think wakati mwingine mimi ninanyamaza zaidi. Sipendi kutuanisha mambo ya watu. Bwana asifiwe. Situanishi. Na wakati Mungu alikuja, mimi nilimwambia siwezi ombea kitu fulani. Ati mchanga, niombee mchanga, aende akamwaga kwa shamba, ati ndio shamba ipate favor, inunuliwe. Akasema miaka 4-5, miaka 4-5, watu ndio wanaangalia wanaenda. Sasa akakuja na kachwala, amebeba kamchanga hivi, ametoka kwa kibeti. Ati ombea ndio ni mwage kwangu hivi. Kama wewe ndio utakuwa mchanga. Bwana asifiwe. Tuombee mchanga hapo kwa kuona unafanya tilio na pepo. Unaona? Wewe ndio utaonekana kama mchanga. Nilishika huo mchanga nikatupa. Wewe teri wako. Gambia mimi terisi yako ni ya Mungu. Na ngambia mimi sifanyi hivyo. Wewe nikampa mkono na mbele uzi. Kwa jina la Yesu. Wiki haikuisha. Tena akakuja. Shaki. Namwambia cheki iko kwa mfuko, akasema ya. Asante. Mungu akubariki wewe na nyumba yako. Bwana asifiwe. Unasikia ni miaka 4-5 ati shamba uangaliliwa. Lakini mimi nikamwambia siombei mchanga. Nenda uzi. Monday, Tuesday, Wednesday cheki kwa mfukoni. Hallelujah. Mimi niliambiwa niende ufungue. Bwana asifiwe. Mimi nikafungulisha. Hallelujah. Mtu mwingine akamwambiaje, "Wewe, nimeona umebarikiwa. Umebarikiwa na Mungu wewe, nimeona." Akasema hiyo sio baraka. Kuuza shamba sio baraka. Kama Mungu angetaka kunibariki angeniongezea shamba. Woi, nilikuwa kwa karibu nikainama hivi. Nikamwambia umesema nini? Umesema nini dada? Si ndio akaniambia Bwana sifiwe kanisa. Wakati umelia muuze na umeuza, sasa umenunua kitu fulani na fulani, na mpaka watu wameona vile Mungu amewafanyia. Bwana sifiwe. Umesema hiyo sio baraka. Na ukipoa ng'ombe 1000 hautauza hata moja upate fedha. Na ukipata zingine zinazaana. Bwana asifiwe. Nikamwambia umesema kitu kibaya zaidi. Akashuraga. Akaenda. Hiyo baraka utakuwa amebarikiwa na Mwenyezi Mungu yote. Ikaishia. Bwana asifiwe. Ilikuisha. Waliteseka sana. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri zaidi. Bwana asifiwe kanisa. Kurudishia Mungu shukrani, iliisha hiyo kitu. Wakarudi familia mzima chini, na hiyo familia imeangushwa na mtu huyo kwa kusema hiyo sio baraka. Hallelujah. Yeye yule aliyebariki hiyo jambo iuzwe, nenda umshukuru. Bwana asifiwe kanisa. Nenda umshukuru. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana? Kuzihubiri sifa zake zote. Hakuna awezaye. Tumetendwa mengi bana. Bwana asifiwe. Umefanywa mambo ambayo hata wewe mwenyewe huwezi. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Ni heri wewe ushe Mungu shukrani, kwa sababu wakati wa shida naye atakuonesha njia ya wokovu wake. Yohana 6. Niko na chai. Josh.
John 6. Bwana asifiwe. John 6. Na hii dada na ndugu katika Kristo Yesu, msio mkisahau hata wakati mnakula chakula. Bwana asifiwe. Hallelujah. Thanksgiving should be offered. Muwe mkifanya mambo haya ya kurudishia Mungu shukrani. Bwana asifiwe. Wakati unakula au wakati kama wewe haujala. Hebu soma 10 mpaka hapo 11. 6, 10, 11. Nake Jesu akiuga irai andu maikare thi, na riri andu hari na nyeki nyingi, arume magigikara thi magikihinga ta 5,000. Okay. Arume magigikara thi magihinga ta 5,000. Nake Jesu agikiyukia migate iyo, na arikia gucokeria Ngai ngatho, akimagaira andu acio maikaire thi. Ona cio ngĩyũ nacio o ũndũ ũmwe, akĩmahe cigana o ũrĩa mekwenda. Amen. Soma, brother. Basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi. Yesu akasema, waketisheni watu, na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Tunaona kwamba Yesu akasema waketisheni watu. Bwana asifiwe. Let them sit down. Waketisheni watu. Kwa utulivu waketisheni watu. Na mahala pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Au ni watu wengi zaidi. Bwana asifiwe. Yapata watu 5,000 jumla yao. Haleluya. Yesu ametoa neno wale watu waketishwe, kwa sababu kuna jambo fulani yataka kutokea au kuwadia. Kuna kitu fulani Yesu anataka kutenda kisicho cha kawaida. Bwana asifiwe. Pasipokuwa jambo hili naambia kwa sababu ya nini? Pasipokuwa na subira au na kungojea au kuona nini itatendeka mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, hautaiona. Bwana asifiwe. Ni sharti uwe umejicompose, umeketi ili uweze kungojea kile kitakachotokea kutoka katika kinywa cha Bwana. Wale watu waliketi, basi Yesu akaitoa mikate, akashukuru. Before nini? Before kula. Bwana asifiwe. Kabla ya kula, Yesu akaitoa mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Jambo hili inaashiria jambo moja. Ufunuo wa jambo hili ni rahisi sana wewe mwenyewe ukiangalia. Yesu amesema wale watu 5,000 waketishwe. Hakuna manunguniko, hakuna wagawanyo waende wengine wabaki wale wanajaza zaidi ama wale nyumba zao ziko karibu. Haijalishi. Lakini Bwana kuna jambo amekuja kutenda leo hii. Na wakati unaona anashukuru Mungu, alitoa ile mikate, ile ilikuwa pale on site. Bwana asifiwe. Ile mikate ilikuwa pale on site, pale kwa site hiyo. Iwe ni 3, iwe ni 5, iwe ni 2, haijalishi. Kwa sababu Yesu mwana wa Mungu aishie milele na milele, anajua na anafahamu. Wakati anapomrudishia baba yake shukurani na kutoka kwa moyo wake na kulingana na wingi wa
hawa watu wanajua vema Mungu aliye mbinguni nini mwana anataka, mahitaji yake ni nini. Bwana asifiwe. Already Mungu anajua. Kuna samaki hao wachache, mikate michache. Bwana asifiwe. Na hapa ni sharti hao watu watakula, maana anawapatia neno lililo hai. Mungu hajaishi. Bwana asifiwe. Ndani yake Yesu Kristo kuna bubujika maji ya uzima, maji yaliyo hai. Na anapoita Baba, anaita Mungu Baba, hashukuru kwa niaba yake yeye mwenyewe. Ni Mungu na kushukuru. Bwana asifiwe. Kwa ajili kuna jambo la kufanyika. Kuna miujiza inatendeka katika hali ya kumshukuru kwa haki na kwa kweli, na kutoka katika kibao cha moyo wako, sio mdomo tu. Yesu anataka kulisha umati huu, waaminio na wasioamini, waone vile shukurani hufanya kazi. Bwana asifiwe. Ila kufungulia vile shukurani inafanya kazi, not only for today, sio leo peke yake. Bwana asifiwe. Sio dakika hii tu, atabu nitakula, atabu najua nikienda nyumbani kuna chakula ilipikwa jana, mama hachoki, ni ile tu kwenda kuweka pale microwave ama pale kwenye jiko kule. Bwana asifiwe. Chakula hiki kitajaa. Bwana asifiwe. Kitajumuika, samaki watakuwa wengi, mikate itakuwa mingi. Akashukuru, akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki wachache kwa kadri walivyotaka, wakagawiwa, wakala, mtu akashiba. Kwa hivyo katika hali ya kulisha shukrani inaonyesha jambo fulani ufanyika, vitu hujumuika, vitu huongezeka. Haleluya. Pasipo kikomo. Bwana asifiwe. Pasipo kuwa na kikomo. Na mambo hata hivyo, hata fedha zako mkononi, hata fedha yako mkononi, unapomshukuru Bwana hata kuaibisha. Mungu hata kuaibisha. Bwana asifiwe. Iko wakati mlikuwa mfano moja na Pastor Joyce, wakati moja alipeleka pesa yote kwa kanisa, mingine akatoa zote, akabaki bila. Akaenda akatoa tithe. Sikwambii ufanye hivyo. Na alipofanya vile akaja nyumbani. Na kutoka wakati ule mambo ilifanyika kwetu kwa nyumba. Bwana asifiwe. Anza kukumbuka, tulikuwa na fedha ilikuwa baki mahali fulani, hivyo. Bwana asifiwe. Hata ikawa tunalipata stima mwaka mzima. Bwana asifiwe kanisa. Vitu vikafunguka tu. Lakini alipeana akirudisha shukrani na moyo safi. Bwana asifiwe kanisa. Na huyo pastor huyo kanisa, iko siku moja alienda kujinyonga huyo pastor. Na alipoenda kujinyonga akapanda mti. Hapa nikaruda pande ile nyingine ya Kiaburu. Mahali pako na bonde kubwa sana. Akapanda juu ya mti, akaomba, akashukuru Mungu. Mungu tamshukuru juu ya kupanda. Haya, akajifunga kitanzi vizuri na akatest vizuri. Haya, alituambia, aliomba Mungu ataichukue roho yake. Mungu akainject. Aliporuka jinyonge akakaa kidogo, hiyo nini kakatika. Na alituambia ilikuwa nono, ikakatika. Sasa kwanza alianguka chini tu, akavunjika mguu. Huko chini akalia. Ile mti ilikuwa juu pia ikamfuata. Tu. Sasa askari wale wanalinda huko wakidoje nini? Nini unasikia nini hiyo? Tumesikia ndio mtu amepiga nduru. Hapa sasa ngubu, kumbe kile kibranch kilimwangukia yeye tu tena ndu. Na hapa shingoni yako na kamba. Mguu imevunjika.
Aliswambia alilia. Alilia. Wewe yule acha wewe. Mimi nataka kukupa na naanguka tena nikonge na mti bado nimalize. Hakukufa. Bwana asifiwe. Hakufa. Yeye mtumishi wa Mungu. Haleluya. Hakufa, yeye mtumishi. Akaenda kafungua kanisa. Bwana asifiwe. Na tukakuta huko akatuambia, "Wewe, kifo ni chungu." Unaona? Ananiambia acha nikwambie mhubiri. Alikuwa akiniita mhubiri. Mimi sikuwa alikuwa tumefungua kanisa. Nairobi tulikuwa tumefungua kanisa. Lakini huko mbele tulikuwa tumefungua kanisa. Na yeye alikuwa anatoka kila mahali anakuja kunibariki. Dereva wake mpaka ashakuwa na dereva sasa. Unaona hivi? Na gari. Ananiambia nataka mimi sikuja hapa kujua kitu kingine. Nataka unibariki. Na mchungaji nani kubariki aje? Nataka kujenga nyumba. Haya. Na mimi sina nyumba. Sikumbushi Mungu mimi sina. Mbariki. Anaambia dereva hiyo mizigo leta weka huku ndani. Uchumi bwana. Kila kitu. Sijui kama ni miezi ngapi. Asante. Siku nyingine tena ananiona Kiambu. Sisi tumepeleka ujumbe na Pastor Joyce. Anatuona, anaambia kupelekea wale watu hii pesa hii. Waambia kunywe chai wale. Na anatumana na message ya Biblia. Aletewa. Na hapo ndio tumeenda huko Kiambu na kwa miguu. Bwana asifiwe. Sikia anakuja tena. Mwaunjia huko naomba niko. Na mimi si hunji. Nataka unibariki. Ni nini tena? Nataka kununua gari nyingine. Mimi gari zangu zote zimeisha. Bwana asifiwe. Gari zangu hakuna ile imebaki hata moja. Haya. Hapo anaileta hapo hivi. Ndio ile gari ulinibariki. Sasa niko na Volvo. Sasa tutafanya mpango utakuja kufungua hiyo nyumba. Lakini hatukutoka nimefungua sijui nisikia alikufa. Sasa ndio alikufa bila itaka. Bwana asifiwe. Nikwambia kukufa ni basi mimi nilipatikana shetani baada Mungu akuje kunichukua. Bwana asifiwe. Usitake kufa kama kitu yako hajafika. Hiyo kataa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu hufanya kulingana na mapenzi yake. Haleluya. Sasa hebu angalia. Alipozidi miaka ile alipozidi kumwomba Mungu na kushukuru Mungu, Mungu alimuongezea miaka. Bwana asifiwe. Mungu angeacha bibi yake hajamjengea, akajenga nyumba nzuri sana ya mawe. Bwana asifiwe. Lakini connection yangu na yeye ni Mungu na udada. Bwana asifiwe. Dada ndiye alimjua kwanza. Nikaenda tukapatana. Haleluya. Nani kwa sababu alikuja, angalieni dada na ndugu. Nani kwa sababu alikuja nimfungulie. Bwana asifiwe. Nimfungulie jambo fulani nataka kufanya. Mungu amenituma nini? Nifungue. Bwana asifiwe. Huyu anataka nyumba. Anataka gari amenunua mbili. Tulikuwa naye. Mimi niwekelee mkono. Na alikuwa anakuja na kile mashaka. Inaweza kugurunga kama reli. Sasa ilikuwa lazima nishike hapa hivi. Tena ananiambia, "Unje. Wewe wekelea mkono hapa pana ogopa hapa." Amwekelea vizuri. Amen. Tukaendelea hivyo kwa sababu Mungu amesema tenda. Then with thanksgiving huyo mtu anaenda anafanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika hali ya kurudisha shukrani vitu hujumuika, vitu huongezeka, vitu hufanyika ya miujiza na maajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Wakati Mose alipokuwa akipigana kule, akiweka mikono yake chini walikuwa wanashindwa. Akiinulia Mungu Baba na kumshukuru Mwenyezi Mungu walikuwa wanashinda. Bwana asifiwe. Na adui zao walikuwa wanaweza wote pamoja. Bwana asifiwe kanisa. Jambo hili ninavyohubiri leo hii ni kwa sababu sisi tumekataa kumrudishia Mungu shukrani kama ilivyo stahilika. Bwana asifiwe. Haleluya. Mrudishie shukrani nani mtamuona. Bwana asifiwe. 1 Corinthians 15 inasema hivi. 1 Corinthians 15 yasema hivi.
ukisoma hapo 55 mpaka 57, hapo 15, soma 15, 55 mpaka hapo 57. Tamaliza. Wegi kugiki gutorania gwaku gukiriha. Ewegi kugiki rubora rwaku naruo rukiriha. Rubora rwa gikuo niruo wihia, naguo hinya wa wihia umanaga na watho. No riri Ngai arogathwo ariwe utumaga tutoranie na undu wa mwathani witu Jesu Kristo. Hallelujah. Wapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kuwapi ewe mauti? Kuwapi ewe mauti? Mauti ni kitu gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Na neno hili hata wakati wa mazishi, neno hili sisi ulisoma zaidi. Lakini wengi watu hawafahamu na hawaelewi ni kwa nini. Haleluya. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Katika Kristo Yesu mauti haina nafasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu familia yake moja iliangamia baharini yote na ikakwisha. Lakini mume huyo ambaye alibaki na watoto wake na bibi waliangamia baharini, aliimba it is well. Bwana asifiwe. Salama, salama, moyoni, moyoni, ni salama, rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa. Kwa hali zote amenifundisha, ni salama rohoni mwangu. Bwana asifiwe. Ni salama. Bwana asifiwe. Hata shetani akikutesa, Bwana asifiwe. Hata mauti akija. Kwa hivyo uchungu huu wa kifo hakuna. Wewe mauti, wewe wapi? Ewe mauti kushinda kwako wapi? Ewe mauti uchungu wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kifo hakiwezi kufanya ukaachana na Kristo Yesu. Mauti haiwezi kufanya wewe ukaachana na Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu already ukishalala, Bwana asifiwe, ukishalala hauko mautini tena, uko kwa Bwana. Mtu wa Mungu alalapo yuko kwa Bwana. Haleluya. Amen. Si kifo kimeshinda, si mauti imeshinda. Bwana asifiwe. Huwezi kwenda kuambia mtu amekufa, sasa umekufa. Utafanya? Bwana asifiwe. Manake kifo hiki, kifo cha mtu wa Mungu, maandiko imeniambia ni cha dhamana mno. Bwana asifiwe. Ni cha dhamana mno, ni cha bora mno. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu mtu wa Mungu hapotei, moja kwa moja kufumba na kufumbua yuko mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mauti itatoka hapa. Uchungu. Uchungu wa mauti ni dhambi. Haleluya. Dhambi, uchungu ndio uchungu wa mauti ni dhambi. Haleluya. Na nguvu za dhambi ni nini? Ni torati. Bwana asifiwe. Uchungu wa mauti ni dhambi. Ikiwa dhambi basi utakuwa na uchungu.
wa mauti, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe atupae kushinda nini? Kushinda kifo na mauti. Wanasifiwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda. Ni kushinda nini? Kushinda kifo na mauti na uchungu wa kifo. Bwana asifiwe. Haleluya. Beyond the grave there is life. Bwana asifiwe. Haleluya. Baada ya kaburi kuna nini? Uhai. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hivyo tuko na tegemeo na egemeo leo hii. Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hapo 58 yasema hivi: basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kusoma brother. Hallelujah. So there is victory over death. Bwana asifiwe kanisa. 56. Hakiri uguo ari wa baba aria nyenda muno ri. Amen. Ikaragai mwerumetie. Amen. Muteguthethuka. Amen. Na muture hingo ciothe murutaga wira wa Mwathani na mugakiririria ni undu wa kumenya ati wira uria mwinogagia naguo ti wa tuhu mukirutaga munyitaine na Mwathani. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kusoma. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo fiche, kuna utamu zaidi mahala pale. Mimi nazungumza thanksgiving should be offered kwa sababu ya nini? For victory over death. Bwana asifiwe. Nasema hivi, shukrani lazima turudishe juu ya kushinda, juu ya ushindi juu ya kifo. Bwana asifiwe. Tunarudisha shukrani kwa sababu ya ushindi juu ya kifo. Bwana asifiwe. For victory over death. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ndugu zangu na Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, mujihande vizuri, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Zidini kutenda sana kazi ya Bwana siku zote. Msifanye kazi za bure, msifanye kazi za kujitabisha ambazo hazina manufaa. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Taabu yenu sio bure katika Bwana, iko na malipo. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo nasema there is victory over death. Kuna ushindi juu ya kifo, juu ya mauti. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo tunashukuru sisi tukiambia Bwana wetu ni asante. Bwana asifiwe kanisa. Hata leo hii, hata jana, hata mwaka uliopita, maybe ni wengi sana walitaka uangamie dada na ndugu. Maybe ni wengi zaidi walitaka wasema hata hii nyumba inaingia tabu. Hata labda akakwenda, hata labda akatembea. Bwana asifiwe. Mungu akakataa na wewe na nyumba yako. Kifo kikaja, kikanusa. Mauti kaja, ikugubike, lakini Mungu akakataa na wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata shetani hata kama amekuapia ni salama. Bwana pesifa. Ni salama mbele ya Bwana. All is well. It is well with God. Bwana asifiwe. All is well. Yote ni salama. Bwana asifiwe. Aliposa inatupatia nguvu sisi kurudisha shukrani. Eti niendapo kulala, maybe I commit my spirit kwa Mungu. Bwana asifiwe. Si kwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Niendapo kulala, naomba tu, si lazima ni shout. Mungu Baba, roho yangu isitabishwe usiku na maroho ya giza. Bwana asifiwe. Wakati wewe unafanyishwa kazi nyingi, unaona unalima na uone matunda ya kulima. Unaamka umechoka.
Ni kama mtu umetoka kulima, haujalima, haujafanya kazi yote, umetoka usingizini. Haleluya. Lakini kuna jambo, wakati wa kulala unamwambia Mwenyezi Mungu, Mungu Baba, mimi roho yangu iko mkononi mwako. Bwana asifiwe. Usiku utamuomba Bwana, moyo wako, roho yako iwe mkononi mwake, afu akufishe. Bwana asifiwe. Anakulinda, anakuchunga, anakuhifadhi. Unajipata umeamka asubuhi, wale walienda kupiga ramli wanakuona leo, wanakuona kesho. Naongea hivyo kupitia experience yale nimeyapitia. Bwana asifiwe. Unakuta kwamba dada na ndugu, unapojipokeza mkononi mwa Bwana, wewe na nyumba yako na familia yako, watoto wako, haleluya, unajipokeza mkononi mwa Bwana wote. Bwana asifiwe. Unampokeza Mungu Baba wako walinde. Haijalishi iwe kama ni mlevi ama si mlevi. Asubuhi tunaamka wote, asubuhi tunakula wote, na asubuhi tena tunaachana wote, kila mtu na njia yake, na jioni ikifika tunapatana nyumbani hiyo. Bwana asifiwe. Sio kusema shauri yake, sio kusema ni yeye aache ujinga, no. Ni hali ya kumpokeza mkononi mwake Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Kwa sababu lazima nishukuru Bwana, lazima nifanye offering kwa Bwana kupitia ombi. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii jambo tunaposoma dada na ndugu, utaona ya kwamba yatenda kazi mno, inafanya kazi zaidi kushinda mambo mengine yote yale ambayo Mungu anazidi kufungulia na kupokeza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni jambo ambalo la kusoma hapo 9 Corinthians 9. 2 Corinthians 9. Wacheni tumende hivi. Tuanze leo. 2 Corinthians 9:15. Nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangĩũki. Nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ. So 9:15. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake isichoweza kukisifu kama ipasavyo. Bwana asifiwe. Wacheni niwafungulie leo hii kipawa hicho ni kipi. Bwana asifiwe. Haleluya. Tega masikio yako nikufungulie ufunuo juu ya hicho kipawa ulipopewa na Mungu. Bwana asifiwe. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo. It is for the gift of Christ. Bwana asifiwe. Hiki ndio kipawa cha Mungu kwetu sisi. Alitupatia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hiki ndicho kipawa. Si kipawa cha kula ama uhai. Ni kipawa. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake. Kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo ni nini? Ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio gift. For the gift of Christ. Hallelujah. Tumpe shukrani zetu. We offer our shukrani kwake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa nini? Mungu akainuliwa kwa sababu ya kipawa chake hiki ametupatia. Hiki ambacho kilitoka mbinguni, kisichogoshiwa, uncorrupted. Bwana asifiwe. Akaja hapa duniani kwa sababu Mungu Baba aliupenda ulimwengu, akatoa hiki kipawa chake, kikaja kikatolewa dua moja ya mwanzo na ya mwisho, ndiposa yote yule aaminie apokee uzima wa milele na milele. Bwana asifiwe. Kikaja kikapigwa, kikadhulumiwa, kikachubuliwa, kikafanywa mambo ya aibu, akabeba laana zako zote, laumu. Bwana asifiwe. Mapigo yako yote na njoro zako zote akakubebea. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sisi hatukisifu ipasavyo. Sisi kusifu, meaning inatakiwa tumsifu zaidi yano kuliko hata mbeleni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumsifu zaidi mbeleni katika hali ya kumshukuru. Ukimshukuru, asante kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye yule uliyemtoa mbinguni
kwa ajili ya dhambi zangu na makosa yangu, aje awatangazie wale walio katika korokoro la dunia eti kufunguliwa kwao kumewadia na wakati wa kuokoka kwao ni dakika hii. Amen. Bwana asifiwe. Unamaliza ombi lako, unatoka nje unatembea. Bwana asifiwe. Wewe umefanya dua. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio tu asante. Ati niliamka nikaomba tumaombi tu nani? Na watu wako leo misemo hapa tumaombi. Hata una aibu kusema tumaombi. Haleluya. Ikiwa hakika hiki kipawa ambacho kinaonekana hatushukuru ama hatukisifu vile itupasavyo kukisifu, basi tunatia more effort, tunaweka more energy katika hii hali ya juu ya hiki kipawa. Bwana asifiwe. Na ndicho Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndicho Yesu Kristo, yeye yule aishie milele na milele. Bwana asifiwe. Ukimuinua katika nyimbo na sifa, ukimtukuza katika hali yako ya maombi, anakupenda Bwana, wewe ndio uliyenifia msalabani Calvary, wewe ndio ulitoa uhai wako kwa ajili ya makosa yangu. Bwana asifiwe. Usidanganywe nao wanasema ati Mungu ati Yesu ni wa wazungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Kwa jina la Yesu Kristo, ujue hiki kipawa tumepewa ambacho atukisifu vile inavyotupasa. Kwa jina la Yesu Kristo ashakuponya, sivyo? Kwa jina la Yesu Kristo ashakufungulia milango. Katika jina la Yesu Kristo, mume wako alikuwa labda anaenda na njia isiyofaa, ashakuwa mtu mwema. Kwa jina la Yesu Kristo, upofu wa kiroho alikuondolea. Kwa jina la Yesu Kristo, mapepo alikushindania. Bwana asifiwe. Ni mambo mengi katika hiyo hali tuweza sifu Kristo nayo, lakini nasi hatutokei nayo. Bwana asifiwe. Yatupasa kumsifu zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Ni mambo mengi, lakini wakati nao hauturuhusu. Bwana asifiwe. Wakati nao hauturuhusu sana. Otherwise niendelea kidogo tu uone vile alivyotenda Kristo Yesu, kwa sababu yeye angetaka. Bwana asifiwe. Unajua, kwa sababu ya time inatupasa tu wakati mwingine usiendelee, lakini hapo Mathayo 14 yasema hivi. Mathayo 14 yasema hivi. Bwana asifiwe. Wajua jambo hili la siku hii ya leo, dada na Mungu, kuna jambo ambalo Yesu Kristo alionyesha ulimwengu. Bwana asifiwe. Eti ni kipawa kweli yeye. Haleluya. Na tunaposoma hapo Mathayo 14 na usome tu kwa haraka 24, 25 na 26 na hata hapo 27. Hebu soma tu kwa haraka, nataka tusome tu. Nayo marikabu hĩndĩ ĩyo yarĩ gatagatĩ ka iria ĩkĩnyarirĩka nĩ makũmbĩ ma maĩ, tondũ rũhuho nĩ rwagiragia gũthiĩke. Na ta thaa 9 cia ũtukũ agĩthiĩ kũrĩo, agĩkinyaga maĩ igũrũ. Nao arutwo ake mamuona agĩthiĩ agĩkinyaga maĩ igũrũ, makĩmaka makiuga atĩrĩ, nĩ ngoma, magĩkaya nĩ ũndũ wa guoya. Nake Jesũ hĩndĩ ĩyo akĩmarĩria akĩmera atĩrĩ, ũmĩrĩriai, nĩ niĩ, tigai gwĩtigĩra. Nake Petero akĩmũcokeria akĩmwĩra, Mwathani, okorwo nĩwe njĩra njũke harĩ we ngĩkinyaga maĩ igũrũ. Nake akĩmwĩra ũka. Na Petero akiuma marikabu agĩikũrũka iria-inĩ, agĩthiĩ agĩkinyaga maĩ igũrũ akinye harĩ Jesũ.
na ona ruhuho agetigera na ambĩrĩria kũhorokera maĩ-inĩ agĩkaya akiuga, Mwathani honokia. Na hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩgĩtambũrũkia guoko akĩmũgwata akĩmwĩra, wee wĩtĩkĩtie o hanini, wathangania nĩkĩ? Na mahaica marikabu rũhuho rũgĩtuĩka, nao arĩa marĩ marikabu thĩinĩ makĩmũturĩria ndu makiuga, ti-itherũ we nĩwe mũrũ wa Ngai. Amen. Hallelujah. Soma kwa Kiswahili kwa haraka tu mpaka tumalize. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake, akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ukakoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumesikia ati walikuwa chomboni kimekwisha kufika katikati ya bahari. Sasa kija huko sana na kikatabika kwa sababu ya mawimbi, maana upepo ulikuwa na mbisho, ulikuwa na vuma zaidi. Hata katika wakati wa zamu ya 4 ya usiku, yani ilikuwa usiku kabisa, hiyo kama saa 4 hivi ama zamu ya 4 hivi, akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Bwana asifiwe. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli au ni pepo, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, what? Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana asifiwe. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Jambo hilo litie katika kibao cha moyo. Ati jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, na alikuwa ameshawaambia jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana asifiwe kanisa. Kumbuka pale aliwaambia msiogope, ni mimi, msiogope. Bwana asifiwe. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana, niokoe. Tia katika kibao cha moyo wako neno hili. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, ona uliona shaka? Bwana asifiwe. Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe umwana wa Mungu. Hallelujah. I'm speaking gift ambao Mungu anapatia watu. Hallelujah. Gift, kipawa hiki kinaitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo anaset example, ameset example ya vile mtu wa Mungu anatakiwa kuwa. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu atakuwa na imani zaidi. Haleluya. Mtu wa Mungu atakuwa pia ni kipawa umepewa. Bwana asifiwe. Ati kule hakuna njia, kutakuwa na njia. Bwana asifiwe. Yeye anakuja kutembea juu ya maji. Manake ni kipawa tulikuwa na Mungu. Ati hakuna mahala popote pale hawezi kutembea. Bwana asifiwe. Yeye ana set example kusema hata wewe utatembea. Kwa sababu wakati Petero anamwambia, kama wewe ni Bwana basi niambie nije, na anamwambia njoo. Bwana asifiwe. Wakati Yesu Kristo alikwambia njoo dada, wakati Yesu Kristo alikwambia njoo ndugu, mbona uliona shaka ukarudi nyuma? Bwana asifiwe. Na hapo ndipo unaona ya kwamba unazama maji.
Hapo ndio unaona watu wengi sana wanazama. Bwana asifiwe. Lakini hata hivyo, fahamu nini? Tukija kumalizia. Hata hivyo, hebu angalia Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni kipawa kitokacho kwa Mwenyezi Mungu ambacho inatupasa tukisifu zaidi. Bwana asifiwe. Hapa anakuambia worry not, msiogope, ni mimi. Bwana asifiwe. Ni mimi nimekuja kwenu, msiogope. Haleluya. Petro ana test tu, kama ni wewe niambie nije kwako juu ya maji. Njoo basi, kwa sababu Petro ameuliza. Bwana asifiwe. Petro anauliza. Na wewe leo hii uliza Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana nitende nini? Nataka kuja kwako. Bwana asifiwe. Akupe tiketi ya kuja kwako, kama vile aliambia Petro njoo, kwa sababu Petro hakuamini yeye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So it is time, imefika wakati umewadia hata wewe mwenyewe uanze kumuuliza basi, ikiwa ni Bwana ulioniita, basi niambie nije kwako. Bwana asifiwe. Ashakwambia pale, usiogope. Mimi si pepo. Mimi sio kiburi. Ni mimi Yesu. Yeye ni kipawa. Na hapa ana set example, anaonyesha jinsi alivyo yeye katika upande wa vipawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Eti hakuna kitu hawezi kutenda. Na anaonyesha kabisa, Peter njoo. Naye anaanza kuja. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe, nataka ushike hiyo jambo. Amemwita, shamwambia usiogope. Hapa tena ameona shaka. Hapa tena Peter na mlilia, niokoe. Maana Yesu akanyosha mkono wake. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia dada na ndugu katika Kristo Yesu, hata leo hii wakati utapozama atakushika tena kwa mkono. Amen. Bwana asifiwe. Hata nyumba yako inapoharibika, dada na ndugu, anakuja kukushika tena kwa mkono wako. Ndugu anakuja kushika kwa mkono wako, hata kwangu atashika kwa mkono wako. Bwana asifiwe. Hachoki. Kristo hachoki. Ni kipawa. Ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Eti wakati unakuja kuona shaka, katika ile shaka anakuondoa. Bwana asifiwe. Katika ile tabu yako anakuja na kutoka katika hiyo tabu. Katika ile matatizo dada na ndugu napitia, Mungu na Yesu Kristo anakuja na kuondolea. Bwana asifiwe. Umejaribu ndio. Amekuwa na umetembea na haukuogopa, lakini umefika hapo kuna mambo ni mengi zaidi. Mawimbi yako na mbisho, eti siwezi nikasimama. Lakini huyo Yesu Kristo aliyokuambia njoo kwangu, wewe uliye na mizigo mizito, leo hii anakuja akuondolee hiyo mizigo mizito, tena akushike kwa mkono wake tena wa kulia wa nguvu, akuinue. Bwana asifiwe. Hachoki. Yeye ni kipawa. Bwana asifiwe. Dada na ndugu, ukiamini wewe ndio umepewa Yesu Kristo kipawa kwako, ataishi kwako. Bwana asifiwe. Sio kusema tu yule fulani ndiye anajua maombi. La. Imani. Bwana asifiwe. Imani. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Kwa nini uliona shaka? Mbona ukawa na doubt? Jana nilikufanyia, juzi nilikufanyia, hiyo miaka yote nimekufanyia. Mbona nimekuambia njoo saa hizi? Kufika hapa ndio unaona shaka. Wakati unaenda kumalizia mkono, na wewe tena ndio umeuliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo amefika kwa sababu anataka kila mmoja wetu tusione shaka tena. Bwana asifiwe. Kama una imani, imani yako na iwe ni imani kweli. Akasema hivi, namaliza. Nao walipopanda chomboni. Walipopanda chomboni, wanapanda na nani? Na Peter. Yesu na Peter. Na Petro, si? Upepo ulikoma. Nao walipokuwemo ndani ya chombo, wale amekuja ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema hakika wewe umwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Hakika wewe umwana wa Mungu, kwa sababu hakuna awaye yote anaweza kutenda matendo kama yale wewe unayoyatenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kipawa hiki tumepewa, kikiwa ndani yangu na ndani yako, hakuna kitu ndugu na dada ambacho huwezi kufanya. Bwana asifiwe. Kama leo hii ikiwa ni jambo fulani inaenda inasumbua kwako nyumbani, stand against it. Bwana asifiwe. Ikiwa iko against you, simama, iangalie, irebuke, ikatae. Bwana asifiwe. Uone ikiondoka. Hiyo shaka ikiondoka.
Dada na ndugu hapa katika Kristo Yesu, akishuka ameshuka, akija amekuja na hata baki. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kama ulianguka jana, leo hii atakushika kwa mkono wako, atakuinua. Amen. Hachoki, atakusafisha. Aminini tu. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Baba, na wapende na wangazie uso wake leo hii hata milele. Amen. Hallelujah. Hallelujah.